Bana naam, basi karibu tena katika movie yetu ile, na hii hapa ni Merlin, ni episode ya 8. Movie yetu inaanza na baba pamoja na mtoto. Mtoto yule alikuwa anaitwa Mordred. Mzee huyu alikuwa anatembea katika ile eneo. Huyu ni Druid, ni watu ambao na jamii ya tofauti kidogo. Hawa ni wachawi waliokuwa na uwezo usio kwa kawaida. Mzee huyu alifika katika eneo la Camelot. Lengo lao lilikuwa ni moja tu, kwenda katika mmoja kati ya mfanyabiashara ambaye mfanyabiashara huyu alikuwa na vitu ambavyo alikuwa anavihitaji. Basi kumbe bana mfanyabiashara huyu kipindi ambacho basi alipokuwa basi anajaribu kuweza kumuuzia vile vifaa kadhaa ambavyo vifaa hivi ni kama vile madini ya siri. Sasa hapo kumbe bana alikuwa ameshaweza kumchoma mzee huyu. Maskini ya Mungu, walinzi wa Camelot wakaanza kumsaka mzee wa watu, akaanza kukimbia ikiwa na mtoto wake. Druid alikuwa na hasira kinoma noma, aliwakimbiza wa mchaka katika kona mbalimbali. Askari hao walikuwa ni wengi kupita kiasi. Katika jengo la Camelot, sauti iliweza kusikika kwamba inahitaji msaada. Mtoto mdogo alipigwa upanga na hapo Merlin aliweza kusikia. Mzee huyu alimpiga kimbola huyo askari alimpiga upanga mtoto wake, na hapo wakaanza kukimbia tena. Nyakati za mwisho, kipindi ambacho mzee huyu basi anataka kuweza kujitoa sadaka, aliamua kuweza kufunga mlango wa Camelot na yeye akabaki katika upande wa pili ili mtoto wake aweze kupata nafasi ya kukimbia katika eneo lingine. Hapo naye akakamatwa katika lile eneo. Sasa katika upande wa jengo la Camelot, Merlin alikuwa anatembea tu hivi. Mara ghafla akaanza kusikia sauti iliyokuwa inazungumza ndani ya kichwa chake. Mtoto huyu alikuwa anahitaji msaada. Merlin akaanza kuangaza huku na kule. Mara ghafla akakutana macho kwa macho na mtoto huyu ambaye ni jamii ya Druid. Mtoto alikuwa anaomba msaada na kisha akamwambia Merlin kwamba watu wao wananitafuta mimi, wanataka kuniua. Askari hao wakawa wanasema kwamba umemwona mtoto mdogo katika ile eneo, yuko wapi huyo mtoto? Askari walikuwa wanauliza kila mtu aliyekuwa katika lile eneo, na hapo Merlin akaanza kuangalia wale askari namna ambavyo wale askari walivyokuwa wanajaribu kuweza kumtafuta huyu mtoto. Merlin akatafuta uchochoro mmoja na kisha akaanza kumuita Mordred katika upande wa pili. Mordred aliamua kuweza kutoka spidi katika lile eneo ambalo basi alipokuwa amejificha na kisha akaanza kumfuata Merlin. Hapo askari wakaanza kuwatoa kiberenge. Merlin alikimbilia katika jengo la kifalme huko, na mara ghafla akaanza kusikia sauti za maaskari. Basi katika nyakati za mwisho kabisa wanajikuta kwamba ameweza kuingia katika mlango kwake Lady Morgana. Merlin anaanza kutoa pale details kwamba wanakimbizwa na maaskari, wanahitaji msaada. Hapo Morgana akatoa amri Merlin ajifiche nyuma ya bafu lake. Merlin pamoja na yule mtoto mdogo alijificha pale nyuma, na kisha askari walipokuwa katika eneo la mlango walianza kumuuliza Morgana, je, kuna mtoto yoyote ambaye ameweza kuingia katika ile eneo? Morgana akasema kwamba hapana, nipo mimi pamoja na mfanyakazi wangu tu. Hapo Morgana akarudi katika chumba chake, na mwisho wa siku waje kugundua kwamba Mordred alikuwa ameweza kuumizwa vibaya sana katika mkono wake. Huku sasa mfalme pamoja na mtoto wake ambaye ni Arthur walikuwa wanazidi kudiscuss kwamba kwa nini wamekuwa wakiwakamata hawa Druid, kwa sababu Druid ni moja kati ya wachawi ambao huaga mara nyingi zaidi hawadhuru mtu aina yoyote, na watu ambao wana sheria kali sana. Ila Uther Pendragon alikuwa mkali na alimwambia Arthur kwamba mtu yoyote atakayeweza kuingia katika ufalme wa Camelot apaswa kuwa mchawi, na endapo kama basi atakapokuwa mchawi hapo anapaswa aweze kuuawa. Siku ya kifo cha kwake baba yake mzazi Mordred, hapo katika upande wa juu kabisa wa ghorofa, hapo mheshimiwa yani Uther Pendragon alisema pale juu, na kisha akatangaza kwamba siku ya leo mtu mnaweza kumtazama katika mbele ya macho yenu ni ameweza kutekeleza mambo ambayo si mazuri, yani ni mchawi. Hapo akatoa amri kwamba mtu huyu auawe. Akatoa amri kwamba yote yule ambaye atakayeweza basi kujitokeza katika hili eneo akiwa mchawi atambue kwamba kile ambacho kitampata ndio hichi ambacho basi kimempata huyu Druid. Nyakati hizo naye baba yake mzazi Mordred alimwambia pale mfalme kwamba unatuchukia sisi, lakini sio kwamba unauchukia uchawi. Mfalme hakujali jambo hilo, mzee huyu aliuawa. Ila sasa huyu mtoto mdogo Mordred alipiga kelele moja mpaka kio kaanza kupasuka pale. Mordred alikuwa na hasira kinoma noma. Merlin aliweza kupata mawazo kinoma noma mpaka Gazi akaanza kumwambia kwamba Merlin, una shida gani? Merlin anasema kwamba hana shida aina yoyote. Na Gazi akamwambia kwamba nakujua Merlin, uje kukaa kimya kwa kiasi hichi tena ukiwa wazi kitu cha aina yoyote. Merlin akasema kwamba ni mambo tu kuhusiana na yule mtoto mdogo ambaye anatafutwa na mfalme. Basi pale Gazi akamwambia kwamba isije ikawa unajua mahali ambako mtoto huyu mdogo mahali ambako yupo. Merlin, ninakusii kuanzia hivi sasa usijihusishe na mtoto huyu. Merlin pale akasema kwamba sitaweza kujihusisha na jambo hili la aina yoyote ile. Gazi hapo
akaamua kuendelea na mambo yake, lakini Merlin ukweli ni kwamba anajihusisha mtoto huyu. Askari walizidi kutafuta katika kila kona mpaka pale Merlin basi akarudi katika jengo la kwake Morgana. Katika chumba chake huko Morgana anasema kwamba mtoto huyu anaumwa sana na Merlin alipaswa basi kufanya utaratibu angalau basi Gazi aje amtibu mtoto huyu. Lakini mwanamke huyu anasema kwamba mtoto huyu amekuwa akiumwa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo basi wanapaswa angalau basi wafanye juu chini aweze kupata angalau chakula. Asa nyakati za usiku, kipindi ambacho basi Morgana alipokuwa katika lile eneo, alikuwa pamoja na mfalme, yani Uther. Asa pale aliweza kuingia pale Arthur. Arthur aliingia pale na kisha akatoa taarifa kwamba mtoto huyu mdogo bado hajapatikana, na kisha mfalme akasema kwamba atafutwe katika kona ya Camelot. Siku iliyofuata Mordred alikuwa katika hali mbaya zaidi. Merlin alifika pale kwa ajili basi ya kuweza basi kumtembelea. Alipofika pale, Morgana alizidi kumwambia kwamba mtoto huyu bado yupo katika hali mbaya sana. Tupaswe kufanya jambo la aina fulani ili mtoto huyu aweze kupona. Pale mlango kagongwa. Arthur ndo alikuwa amekuja. Sasa Merlin akajificha katika lile bafu, na kisha Arthur akasema kwamba tunatafuta mtoto ambaye ameweza kujificha katika hichi chumba. Maskini ya Mungu. Merlin alikuwa katika ule upande wa pili. Hapo viatu vyake havikupaswa kuwa katika kile chumba cha kwake Morgana. Akaanza kutumia uchawi wake kwanza kuviita viatu vyake viweze kumfuata. Viatu vinaanza kumfuata mzee, vinajificha. Arthur naye akawa anafanya movement pale ndani. Akaamua kuvificha vile viatu nyuma ya nguzo moja ilikuwa katika lile eneo la pale ndani. Na kisha akaanza kuviita tena baada ya Arthur kugeuka nyuma. Asa Arthur baada ya kuongea na Morgana pale ndani, Morgana akamwambia pale kwamba Arthur, kile ambacho nakitafuta hapa ndani ya kipo, labda tuanze kutafuta katika bafu langu, uanze kuzunguka katika kila kona. Na ukweli ni kwamba Arthur kama angeenda katika lile bafu, angeweza kumkuta Mordred. Sasa Arthur alitoka pale nje tena akiwa na hasira sana baada ya kuweza kutaniwa na Morgana, na kisha Merlin sasa akarudi katika chumba cha kwake Gazi. Alivorudi sasa huko, alirudi kwa ajili basi ya kwenda kujipatia dawa. Gazi anamkuta pale, anamuuliza Merlin, una shida gani? Basi Merlin alikuwa ameweza kuacha kitabu ambacho ni kitabu cha Gazi. Gazi akasani kwamba Merlin alikuwa anajifunza, lakini Merlin akamdanganya na kumwambia kwamba alikuwa anajisomea tu kidogo. Gazi sasa akaambia Merlin, kaa chini, unapaswa uweze kufahamu kitu kimoja. Akamletea kitabu cha anatomy. Akamwambia kwamba unapaswa uanze kujifunza anatomy ya mwanaume pamoja na mwanamke, yani basic anatomy. Kitabu kikubwa mzee. Merlin akaanza kushangaa. Sasa baada ya muda akaamua basi kumtoroka Gazi, na kisha akaleta dawa kwake Mordred. Mordred kipindi ambacho basi Merlin basi anaanza kumtibu, hapo sauti iliyokuwa isikiki na mtu yote. Mordred alikuwa anaongea na Merlin, na pale akamuuliza, jina lako wewe ni nani? Mordred hakuweza kumjibu, bali mtoto huyu anaanza kumwambia kwamba wewe unaitwa Emrys. Lakini Mordred namna ambavyo basi alivyokuwa anamuita Merlin kwamba Emrys, Merlin akamwambia kwamba mimi siitwi Emrys, hilo sio jina langu. Mordred akamwambia kwamba una majina mengi sana. Pale akarudi mwanadada ambaye basi ni Morgana, na kisha Morgana akamwambia mtoto huyu aongei, kwa sababu Merlin alianza basi kumwambia mtoto huyu kwamba aanze kumuongelesha. Lakini ukweli ni kwamba Merlin alikuwa anaongea na mtoto huyu kupitia akili tu na wala si maneno. Merlin akamfuata huku Dragon, na kisha akaanza kumuuliza kwamba Dragon, ninaogopa sana kuhusiana na yule mtoto mdogo. Dragon sasa akamwambia kwamba hofu yako ni kuhusu mtu ambaye anajua basi kuifanya Camelot kwa katika hali mbaya sana, na kuhusu majina ambayo amekuwa akikuita sio majina ambayo ni mabaya, bali wewe una majina mengi sana ambayo yameweza kuandikwa kabla hata wewe kuweza kuzaliwa. Merlin alikuwa anashangaa sana namna ambavyo Dragon alivyokuwa anazidi kumwambia mambo ambayo mwenyewe binafsi alikuwa hayafahamu. Sasa katika siku nyingine tena ambayo basi ilikuwa imefuata katika ufalme wa Camelot, Morgana alikuwa anaogopa sana namna ambavyo huyu Mordred alivyokuwa basi anazidi kupata homa. Merlin baada ya kuambiwa kule hivi na yule Dragon kwamba mtoto huyu ni mmoja kati ya mtoto ambaye yusababisha mabaya sana katika siku zijazo, basi alianza kupoteza angalau ile nguvu ya kuanza kumpambania. Sasa kwa upande mwingine tena huku hivi akakutana basi na Gazi akamuuliza pale Merlin, una shida gani? Merlin sasa basi anaanza basi kumuuliza Gazi ukweli kwamba wanahitaji msaada wake. Kuna mtoto ambaye mtoto huyu ni mtoto wa yule Druid ambaye kwa hivi sasa yupo katika hali mbaya sana na amehifadhiwa katika chemba ya kwake Morgana. Gazi akakubali kuweza kutoa msaada, lakini pale Gazi akasema kwamba fanyeni juu chini mpaka pale basi mtoto huyu atakapofanikiwa kuweza kutoka katika jengo hili la Camelot. Basi plani ikaanza. Morgana pamoja na Merlin wakaanza kupanga mkakati wao. Wanapaswa waweze kuiba ufunguo ambao ufunguo huu anao Arthur. Nani kwenda kuiba ufunguo huu? Alikuwa ni Merlin. Merlin sasa alikwenda basi kuna kuiba hizo funguo. Akaanza kuzichomoa funguo kupitia uchawi katika kiuno cha kwake Arthur, na kisha akaanza basi kuzitoa katika lile eneo. Arthur akaanza kusikia kelele katika kichwa chake, na kisha akaanza kumuuliza Merlin, unasikia nini? Mbona kama kuna mtu ambaye anapiga kengele katika kichwa changu? Merlin akamwambia kwamba sio ni kitu. Arthur akigeuka hivi, Merlin anazungusha ufunguo upande huu. Arthur akigeuka tena hivi, Merlin anazungusha ufunguo upande huu. Mwisho wa siku Merlin
akaamua basi kumdanganya Arthur kwamba ni upande ule kule, kwamba ndipo ambao kwa basi kengele hizo zinasikika zikiwa zinalia. Basi akadondosha ule funguo katika supu na kisha Arthur akatoka nje. Sasa kwa upande mwingine huko hivi, mwanamke huyu ambaye Lady Morgana katika siku ya leo alikuwa amejipanga vikali sana. Wanamsubiria tu Merlin aweze kuletea basi ufunguo. Pale pale Merlin alifika na kisha aliwakabidhi funguo. Nyakati za usiku wa manane, Morgana akaanza kutoka mdogo, lakini askari walikuwa ni wengi sana. Maskini ya Mungu, kipindi ambacho Morgana basi alipokuwa anatoka, kuna mmoja kati ya mfanyakazi ambaye alimuona. Mfanyakazi huyo akaenda kuchoma siri. Hiyo siri sasa, askari wakaanza kufanya searching katika jengo la kifalme. Morgana akaenda kufika katika mlango ambao ni wa siri, ambao mlango huu ulikuwa unampeleka direct katika upande mwingine, ambako huko atakutana na Merlin, na baada ya hapo kwa mara nyingine tena anatoroka direct mpaka katika upande wa nje ya Camelot. Zile taarifa zilikuwa zinazidi kusambaa. Merlin pamoja na Guinevere pamoja na Lady Morgana walikutana tena kwa nafasi nyingine, wakakabidhiana vitu na kisha Morgana akaanza kutoka na mtoto huyu. Maskini ya Mungu, kipindi ambacho anatoka, askari wakaanza kufanya msako, kengele ikiwa imepigwa tayari kwamba kuna mtoto ametoroka. Aliyekuwa anafanya searching hii alikuwa ni Arthur pamoja na askari wake. Hapo Morgana alikamatwa, maskini ya Mungu, kipindi ambacho basi alipokuwa anatoka. Morgana aliambiwa kwamba jionyeshe kabla tukata kichwa chako. Morgana alionyesha sura yake hivi, akaanza kumwambia Arthur ni mtoto mdogo tu, msameheni. Lakini Arthur hakumsikiliza, alimchukua Mordred pamoja na Lady Morgana. Morgana alifikishwa huko kwa mfalme. Mfalme alikasirika kinoma noma. Kwanza kabisa namna ambavyo mfalme alivyoweza basi kumlea kwa kipindi kirefu sana, kwamba Morgana ni mmoja kati ya binti ambaye alilelewa na mfalme tu, kisa tu baba yake mzazi alimuomba aweze kumlea. Na Morgana katika siku ya leo anaweza basi kumsaliti mfalme kwa nafasi nyingine tena, na mfalme sasa anakasirishwa na ile jambo, anamwambia kwamba sio vizuri unapolifanya hili jambo. Pale Morgana akakanimishwa katika kiti chake cha kwake mfalme, kiti cha enzi kabisa. Akamwambia kwamba fanya juu chini, uje uniombe msamaha na usiongee neno la aina yoyote kuanzia hivi sasa kabla sijakukata kichwa chako. Morgana alichukizwa na kile kitu, lakini huwezi amini, bado Merlin pamoja na Morgana walipanga tena safari nyingine tena ya kuweza kumsaidia mtoto huyu. Morgana anasema kwamba kuna siri nzito kati yangu mimi na Mordred, na Morgana kile ambacho akijui ni kwamba Mordred ana uwezo wa kichawi na yeye pia ana uwezo wa kichawi. Merlin kwa nafasi nyingine tena anakubaliana na Morgana waende kumsaidia Mordred. Sasa kwa safari hii Merlin alizidi basi kupunguza spidi, kwa sababu ameshaanza kuhisi kabisa kwa mtoto huyu anapaswa kufa baada ya Dragon kumpa siri ile. Sasa kwa upande mwingine huko, Arthur pamoja na baba yake mzazi walikuwa na discuss jambo lile, kwamba kwa nini anamuua mtoto mdogo kiasi hichi. Lakini Uther, yani baba yake mzazi Arthur, anasema kwamba anapaswa kufa, vinginevyo sisi wote katika upande wa Camelot tutaishi katika hali ambayo ni mbaya sana. Fanya juu chini katika siku ya kesho, tangaza kwamba mtoto huyu anapaswa auawe. Mfalme alikuwa na hasira kinoma noma. Sasa kwa upande mwingine huku hivi, binti yani Lady Morgana alimfuata Arthur, na kisha basi katika nafasi hii ya kipekee kabisa alimwomba Arthur angalau basi waweze kumsamehe mtoto huyu, wafanye jambo la siri la kuweza kumtorosha mtoto huyu ili asiweze kuuawa katika upande wa Camelot. Arthur alikuwa mgumu mwanzoni, lakini Morgana alimbembeleza sana ndugu yake. Morgana alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye ameshaishi katika upande wa Camelot kuanzia akiwa mdogo kabisa. Arthur anasema kwamba siwezi kumsaliti baba yangu, lakini Morgana anamwambia kwamba hivi ndivyo ambavyo utakavyokuja kuongoza pale ambako baba yako mzazi atakapokuweza basi kukuachia ufalme huu. Arthur, maskini ya Mungu, aliweza kukubali. Sasa huko nje za Merlin anatoka nje, anakuta kwamba shoka ambalo basi Mordred katika siku ya kesho litamkatia ndo linanolewa. Shoka linanolewa vizuri kabisa. Huyo mnoaji sasa alikuwa ananunua tena kwa mbwembwe kinoma noma. Sasa aliporudi katika chumba cha kwake Arthur, akamkuta huko hivi Morgana bado anakuwa anazungumza na Arthur. Pale akasema kwamba samanini sana, nimewaingilia. Morgana akasema kwamba Merlin, ingia ndani. Merlin alipoingizwa pale ndani, Arthur akaanza basi kupanga mpango wa kuweza kumtorosha Mordred katika upande wa Camelot. Merlin akapewa kazi, anapaswa aweze basi kuja katika upande wa nje na aweze kuvuta geti, na yeye Morgana akaambiwa kwamba wewe unapaswa uende kujifanya kama vile unamwomba baba yangu msamaha, ili tu asiweze kukuhisi kwamba wewe ni mmoja kati ya mtu ule husika na swala zima la kumtorosha mtoto huyu. Merlin sasa baada ya kusikia ile jambo alikuwa na mashaka sana, lakini Arthur alimwambia kwamba fanya juu chini ndio wale unaliwi, mtoto wetu tunapaswa kumtorosha katika usiku wa leo. Merlin alikuwa na wivu mzito sana kuhusiana na jambo hili, kwamba mpaka kwa hivi sasa bado Dragon hajamueleza kuhusiana na ile jambo. Akamfuata Dragon akamwambia kwamba nieleze kuhusiana na mtoto huyu vizuri kabisa. Dragon alikuwa sio msiri, na Merlin akaambiwa kwamba ukijua kwamba wewe pamoja na huyu mtoto mdogo ni kama vile jua pamoja na giza,
yani vyote haviendani. Merlin akaambiwa kwamba kazi yako wewe ni kuweza kumlinda Arthur mpaka pale basi atakapokuwa mfalme na kuiongoza Camelot vizuri kabisa. Lakini jambo ambalo unataka kuweza kulifanya katika siku ya leo, kama ukijua kwamba litaenda kuharibu kabisa destiny yako, huyu mtoto atamuua Arthur. Kwa hiyo ni chaguo lako, Arthur aje kuuawa na mtoto huyu au wewe uache mtoto huyu afe. Merlin alikuwa mbishi, lakini bado Dragon alimwambia kwamba upaswi kumsaidia mtoto huyu. Basi Merlin aliamua kusepa na kuja basi kuongea na Gaz. Gaz aliongea na Merlin kwa muda mrefu sana, lakini Merlin alimuuliza tu swali moja kuhusiana na Druid. Druid ni watu gani? Basi Gaz akamwambia kwamba ni watu ambao wana siri, ni watu ambao wana sheria ambazo ni za kweli, lakini pia uchawi wao waga wautumii kwa mtu mwingine kuweza kumdhuru. Lakini Merlin akamwambia Gaz kwamba kuna mpango wa kumtorosha mtoto huyu kwa mara nyingine tena. Gaz kipindi ambacho basi anaongea na Merlin aligundua kwamba Merlin ana mawazo kinoma noma. Lakini huko kwa upande mwingine tena mwanamke huyu ambaye anaitwa Lady Morgana alikuwa anajiandaa kwa ajili basi ya kwenda kuongea na mfalme. Lakini pale Guinevere akamwambia kwamba Morgana, umekuwa ukijitolea sana kwa mtoto huyu mpaka mimi mwenyewe binafsi naanza kushangaa. Kwa nini unamtetea kiasi hichi? Morgana anasema kwamba kuna bondi kati yangu mimi na mtoto huyu. Lakini pale Guinevere akamwambia kwamba naomba uwe mwangalifu sana kwa sababu ni wewe ndio unakutegemea katika upande huu wa Camelot. Guinevere anajaribu kuweza kutetea kibarua chake kwa sababu mwanamke huyu akitoka au akiuawa yeye ndo amekosa kazi, mtoto wa watu, mtoto mfio vyuma, maskini ya Mungu. Akamtakia safari njema huku basi anapoenda basi kuomba msamaha mfalme. Akafika kule kwa mfalme na kisha katika siku ya leo akaanza kumwambia mfalme, samahani, nimekuwa mtoto mpumbavu sana, sipaswi hata kukufanyia jambo hili, naomba uweze kunisamehe. Mfalme alimtazama, je, mtoto huyu anaongea kitu cha kweli? Bado Morgana akazidi kububujisha maneno ambayo ni ya kinafiki kinoma noma. Kumbe plani hii alikuwa anapaswa kuja kufika hapa angalau basi aweze kumpotezea muda mfalme, na mfalme akubaliana naye. Mfalme basi akasema kwamba angalau basi umeanza kupata akili. Kumbe bana huku Arthur ndo anafanya mpango kwanza kumtorosha mtoto huyu. Akaanza kushusha moshi ambao moshi ule kwa basi unawalewesha walinzi. Walinzi wako wanacheza zao draft pale. Maskini ya Mungu. Katika jengo ambalo mtoto huyu alipokuwa basi ameweza kuhifadhiwa katika hii sero. Hapo Druid yani Mordred alishangaa kuweza kumuona Arthur akiwa mbele yake. Arthur anaanza kufungua mlango na kisha akamwambia kwamba kuanzia hivi sasa tunapaswa tuweze kuondoka katika ile eneo. Usiogope mtoto mdogo. Nimeshaweza kuwatumia ndugu zako taarifa na wanakuja kukupokea. Maskini ya Mungu, Mordred alishika mkono wa Arthur na kisha wakaanza kukimbia. Taarifa za kwamba ufalme umeweza basi kuvamiwa, mtu aliyekuwa ajulikane ameweza kumchukua mtoto ambaye basi ni mchawi, zikaanza basi kusikika katika kila kona. Kengele ikaanza kulia. Wakapita katika mapango ya kifalme katika kona ambayo ni ya mwisho kabisa. Walitegemea kwamba watamkuta Merlin, lakini Arthur anashangaa kwamba Merlin hayupo katika ile eneo. Huyu mtoto mdogo akaanza kuuliza kwamba ni nani ambaye tunamtegemea katika ile eneo. Basi pale akaambiwa kwamba ni Merlin. Merlin yupo katika upande mwingine huko hivi, yani katika upande wa chumba chake akiwa na mawazo sana. Hapo akaanza kusikia kengele ikiwa inalia kinoma noma. Mfalme akapewa taarifa pale kwamba Druid ameweza kutoweka tena kwa nafasi nyingine tena. Merlin alikuwa na mawazo kwa sababu tayari kule Dragon ameshamwambia kwamba mtoto huyu atakuja kumuua Arthur katika maisha yajayo kama ukimsaidia katika siku ya leo. Arthur sasa huko hivi anaanza kushangaa kwamba walinzi walikuwa wanakuja. Sasa kipindi hicho mtoto huyu mdogo akaanza kumuita Merlin tena katika hali ambayo si ya kawaida. Yeye anamuita Emrys wala si Merlin. Hapo huku Merlin sasa ndo alikuwa amejilaza kitandani kabisa. Akaanza kuisikia sauti, akaanza kumpotezea. Mtoto anaambia kwamba Merlin, uko wapi? Watu hao wanakuja. Naomba uje tusaidie. Merlin maskini ya Mungu hataki hata kusikia zile sauti. Arthur akajiandaa kwa ajili ya kuweza kupigana na askari. Siku ya leo hataki kumwachia huyo mtoto. Merlin akaanza kuambia na huyo mtoto kwamba kaa ukijua kwamba mimi na wewe ni ndugu kabisa, nisaidie Merlin, usinipotezee. Merlin akaanza kupata kama vile uoga kidogo. Hapo akaanza kupata huruma. Mwisho wa siku akatoka nje kwa ajili ya kwenda kuwasaidia. Alikimbia kinoma noma na alianza kwamba kuwakwepa wale walinzi. Mwisho wa siku akafika katika eneo la nje ya lile gate. Akaanza basi kutumia farasi kwa ajili basi ya kuweza kuvuta lile ngao lilokuwa katika lile eneo pale. Mwisho wa siku Arthur pamoja na Mordred wakatoka. Mordred na Arthur walipanda katika farasi, lakini Mordred alimwangalia pale Merlin na kisha akaanza kuongea naye tena katika akili vile kwamba siku moja atakuja kukutana by Emrys. Merlin alimtazama kinoma noma. Ni ukweli kwamba Dragon kile ambacho basi alikuwa anakiongea kitakuja kutendeka, lakini Merlin amepingana na ukweli wa Dragon.
Huku sasa mfalme yuko na Morgana pale pale, akamwambia Morgana kama vile alikuwa anahusika na jambo hili, akakijua kwamba hii adhabu atakwenda kuitoa hatokaa haja sawa katika maisha yake. Hapo basi katika upande mwingine tunaonyeshwa kwamba Arthur alikuwa katika eneo la pori. Katika pori hili alikuwa anategemea kwamba aweze kukutana ndugu zake Mordred, yani madrudi wenzake. Hapo akakutana nao, na hao madrudi sasa walimshukuru sana Arthur kwa kile ambacho basi alichokuwa basi ameweza kutenda. Na nyakati hizo akamwambia kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza basi kufahamu kwamba ni wewe umeweza basi kumsaidia mtoto huyu, na tutaweza kutoa siri hii mpaka pale utakapokuwa umeweza kuingia kaburini. Na nyakati hizo kipindi ambacho mtoto huyu basi alivyokuwa basi anaondoka, Arthur alimuuliza kwamba hey, subiri kidogo, jina lako nani? Hapo wakaweza basi kumpa ishara kwamba aweze kumjibu na kumwambia ukweli kuhusu jina lake. Mtoto huyu akatangaza kwamba pale pale anaitwa Mordred. Basi Arthur alimtazama hivi na kumwambia kwamba uwe na safari njema. Mordred naye akatabasamu kidogo, lakini ukweli ni kwamba Mordred na Arthur ni kama maji na mafuta. Je, Arthur amejichimbia kaburi mwenyewe au la? Tutane tena katika episodi ya 9. Mimi ni yule Malaki. Bye bye for now.